Kuna jambo kubwa linaendelea Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Vijana wa Gen Z, viongozi wa upinzani na hata wafuasi wa serikali wote sasa wanaanza kuzungumza waziwazi kuhusu uchaguzi ujao. Wengine wanasema uchaguzi wa mwaka 2027 hauwezi kuibiwa, lakini wengine wanaonya kuwa siasa halisi bado hazijaanza. Na sasa video kadhaa zimeanza kusambaa mitandaoni zikionyesha hali halisi ya siasa za Kenya. Leo tutazichambua moja baada ya nyingine, na mwisho wa video hii utaelewa kwa nini mwaka 2027 unaweza kuwa uchaguzi mgumu zaidi katika historia ya Kenya. Wakati wanasiasa wanajiandaa kimya kimya kwa uchaguzi wa mwaka 2027, vijana wa Kenya hasa Gen Z wameanza kuonyesha kuwa hawataki tena kukaa kimya. Katika video moja iliyosambaa sana mitandaoni, msichana anayejulikana kama Gen Z Badi alisema kitu kilichowashangaza wengi. Katika kauli yake alisema kuwa kama kuna mtu anayepitia wakati mgumu sasa hivi kisiasa, basi ni Rais William Ruto, kwa sababu kulingana na yeye, vijana wa Kenya wameamua hawatakaa kimya tena kuhusu siasa za nchi yao. Na kauli hii imeanza kuzua mjadala mkubwa sana mtandaoni. No, because if there's someone who's going through it right now, it must be the Kenyan president. Kwa sababu youth wameamua hawanyamazi. Tumeamua hatunyamazi. Gosh. Because tell me why. Leo napatana na videos za a certain guy. Anasimama Senator Mombasa 2027. Ni videos zake akiwa TV47. So hata sijui ni za lini, but nimepatana nazo leo. Si anafinya. Si ana inject. Ametafuta mshipa aka make sure ameipata. Because tell me why anasema ati the president has decided kukuwa brand ambassador wa Singapore. And he has his facts right. Kwa sababu ametuambia ati kutoka president aseme jina Singapore. Singapore's tourism imeraise na 20%. Imagine. Hey Rais, anyway, wacha niweke video yake hapa ndio mumuone. Nataka mumuone ndio mumshike sura watu wa Mombasa. Please. Anyway, one time drain that, so kindly follow me on Instagram, Facebook and X. Follow my backup account also. Purpose to register as a voter if you haven't. Na nawapenda sana. Watch the video for 10 seconds. We cannot compare ourselves to Singapore developing because our president has become a brand ambassador of Singapore. That's to be true, because since the president mentioned Singapore from his mouth, Singapore has raised 20% of his tourism. Lakini Gen Z Badi hakuishia hapo tu. Baadaye alirudi tena na kutoa kauli nyingine ambayo ilifanya watu wengi kucheka, lakini pia kufikiria. Alisema badala ya sehemu za burudani kuulizia kitambulisho au ID cards kudhibitisha kama mtu ana miaka 18, labda wangeanza kuulizia kadi ya mpiga kura au voters card. Kwa maneno mengine, ujumbe wake ulikuwa wazi ya kwamba vijana wa Kenya wanataka siasa ziwe sehemu ya maisha yao na wanataka kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi. Mahali imefika, by the way, let's be so honest with each other. Let's be honest with each other. Hata hizi clubs zenye zinaambia watu wa confirm you are over 18 na kukuitisha ID. Mwache ujinga, muitishe watu kura. Baka sasa bado tunaitisha na ID ku prove tuko over 18. Muitishe watu kura. Kura ndio ina prove mtu wako over 18 na akona kichwa mzuri ya kuingia hapo na mwai. Hapana, wacheni mchezo. In fact sasa hata hizi SGR, hata hizi ndege, vile wanaambia mtu ati ID na hiyo passing board ama ni ticket ama ni nini, muitishe mtu kura na hiyo kitu. Saa hii ID inafaa kukua tu ya kukusaidia kuchukua hiyo kura. Ukiona hiyo kura, ID atataka kutembea na ID zaidi, tusipoteze ID. Kura ndio inakuonesha mimi nimefikisha miaka 18. Because everyone has to register. Everyone, you people, we will deny you access. Hey, yeah, one time, drain the swamp, and you can't drain the swamp kama una kura. Drain that swamp. Kindly follow me on Instagram, Facebook and X. Follow my backup account also. Purpose to register as a voter if you haven't. And now, penda sana. Lakini si vijana tu wanaozungumzia uchaguzi wa mwaka 2027, hata baadhi ya viongozi wakubwa wa kisiasa sasa wameanza kutoa kauli kali. Miongoni mwao ni aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua. Katika hotuba yake alitoa madai mazito dhidi ya serikali ya sasa. Gachagua alidai kuwa fedha kutoka kwa msaada wa Uingereza uliokusudiwa kwa mradi wa Railway City zimetumika kufadhili kampeni za uchaguzi wa mwaka 2027. Kauli hii imezua mjadala mkubwa sana kwenye siasa za Kenya. Yesterday kuna kitu inaitwa Railway City, is a grant from the British government. Tenda imefanywa
Wahindi wanaitwa China wanaitwa China Railway wameshinda at 22 billion. Hataki wafanye. Iko kampuni nyingine inaitwa CRBC wamequote 29 billion. Difference of 7 billion. Ameambia Kenya Railways patia wale ya 29 billion not 22 billion. Ndio hii bilioni 7 atumie kwa uchaguzi. Hawa ya 22 billion wameenda appeals tribunal ya procurement. Unajua vile Kasongo wamefanya? Jana asubuhi wote wamesanywa, wamekuwa deported, wamewekwa ndege, wamerudishwa China, ndio hiyo case ikwisha. So we asking the British government, please, there is no way you can agree to give that grant and 7 billion shillings is stolen and taken for Ruto's re-election. We'll be giving more details in the next 2 days to the British Embassy and the Chinese Embassy, because we're asking the Republic of China to protest the deportation of the directors of China Railway by William Ruto and Kipchumba Murkomen, so that they are denied business, yet they can save the country and the British government 7 billion. Na viongozi wengine wa upinzani pia wameanza kutoa ujumbe wao. Mmoja wao ni kiongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka. Kalonzo alisema kuwa uchaguzi wa mwaka 2027 hautakuwa rahisi kuibiwa, kauli ambayo wengi wameitafsiri kama ujumbe kwa serikali na pia kama uhakikisho kwa wananchi. Na ni wakati wa ukombozi. Huu hautakuwa siasa ya kawaida ambayo iko mbele yetu. Vile punda amechoka, ni lazima zote tuseme tumechoka. And that is what is a revolution. It is not going to be stealable election. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri mwenye ushawishi mkubwa nchini Kenya Fred Matiang'i pia ametoa ukosoaji mkali. Matiang'i alimshambulia Rais William Ruto kwa kile alichodai kuwa matumizi makubwa ya fedha za serikali, hasa baada ya pendekezo la kutumia shilingi bilioni 17 kwa State House. Kwa mujibu wake, huo ni mfano wa matumizi mabaya yasiyo ya lazima katika historia ya nchi. We are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanywa huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanywa State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi, na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Lakini wakati upinzani na Gen Z wakizungumza kwa nguvu, wafuasi wa Rais Ruto nao hawakunyamaza. Katika video nyingine inayosambaa mitandaoni, mmoja wa wafuasi wa rais alisema kuwa vijana wa Gen Z wanafikiri wanaelewa siasa, lakini kulingana na yeye siasa halisi bado hazijaanza, na kwamba kile kinachoonekana sasa ni mwanzo tu wa mapambano ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Siasa ni ngumu my friends. Na Gen Z walikuwa wanadhani wanajua siasa. Wanadhani wanajua siasa. Sasa wacha siasa ianze. Umejua saa hii pale kwa United Opposition pia nyinyi wenyewe mmeona kuna agenda. Agenda yao ni ukabila. Lakini sasa vile kunaenda, nyinyi wenye mnasema nyinyi ni Sifuna, nyinyi mnasema nyinyi ni Babu, nyinyi mnasema nyinyi ni Gen Z, nyinyi mnasema nyinyi mko tribeless. Imagine kutoa Ruto, watu kama kina Sifuna hao na kina Babu hao wenye wana spread wako na young voters wengi sana, young supporters wengi sana. Itabidi wamefanya kazi na the old inaitwa old world of politicians, hiyo the old league of politicians. Mtu kama Kalonzo mtu ameserve for all his life. Hiyo old league hiyo ya wakabila, hiyo yenye inasponsoriwa na pesa zenye zilipotea time ya Eurobond, time ya KSG Kemsa, time ya Kimwarera and Road. Hiyo ndio group ambayo mnaenda kufanya nao kazi. Wewe kama Gen Z ambayo unataka change, utakubali kufanya kazi na hao wakabila? Wewe kama Gen Z unataka change, utakubali kufanya kazi na Mbogi ambaye inakuwa sponsored na Uhuru Kenyatta, mtu ambaye uliona kazi alifanya na ile corruption ilikuwa hapa Kenya?
wewe kama Gen Z unataka kufanya kazi na watu ambao hawana agenda Gen Z, kwani si nyinyi mko na vitu zenye nini ile mambo yenu mwenye mnataka kuongea? Si mnataka kuangalia mambo ya employment, si mnataka kuangalia mambo ya development, si mnataka kuangalia mambo ya kupunguza corruption, si mnataka kuongelea mambo kama hizo? Mbona mna join wale same people ambao imeenda Arsenali haya acha nimalizie hii. So mbona mnataka kujoin the same people ambao bado wana spread ukabila? Mbona mnataka kujoin the same people ambao ni corrupt? Mbona mnataka kujoin the same people tumeona faces zao kila siku? Karua umemwona tangulini, Eugene Wamalwa umemwona tangulini, Gachagua amekuwa hadi DO, Kalonzo umemwona tangulini, mtu amekuwa hadi vice president. Kina Lethika Olinturi kwani hajakuwa kwa hii government? Kwani kuna nani anaitwa aje huyu jamaa Muturi hajakuwa speaker kwa hii government? Muturi hajakuwa speaker kwa hii Kenya? Kwani hao sasa ndio the new breed of leaders wenye mnataka kusupport? Alafu kina Sifuna na Babu pia wanachukua tu wanawapeleka hiyo side, na nyinyi kazi tu ni kuimba one time, kwa sababu ushapreachiwa gospel ati Ruto ndio mbaya. Ukitoa Ruto ni hivyo. Hiyo ndio uongo kubwa zaidi. Uongo ambayo mtu anakuambia ati tutoe Ruto kwanza, Mtu anakuambia ati vijana, shida zenyu tunazijua, wacha kwanza tutoe Ruto ndio shida zenyu. Uongo kama hiyo na wewe unabai tu. Ati Ruto ndio shida yako kijana. Wacha tutoe kwanza Ruto, alafu mambo itakuwa sawa. Corruption itakuwa imeisha. Mambo ya employment itakuwa inakuja peke yake. Mambo ya development itakuwa nywe. Mambo ya loan itakuwa imepunguzwa. Mambo ya my friend, hata kama ni wewe, hata kama ni kijana my friend, tusipime kichwa na hao watu bwana. Heri wewe mtu ambaye una support mtu kama mimi mwenye na support Ruto na sijaidanganya, na nimeona kitu anafanya hapa na pale na naweza kuzitaja. Nyinyi mna support kwa sababu gani? Kwa sababu umeambiwa uimbe one time? Kwa sababu umeambiwa akitoka mambo itaingiana? My friend, wacha kutupima bwana. Sasa swali kubwa linaanza kuulizwa na Wakenya. Je, kweli uchaguzi wa mwaka 2027 hautaibiwa, au huu ni mwanzo tu wa vita vikubwa vya kisiasa vinavyokuja? Manake kwa sasa kitu kimoja kiko wazi, ya kwamba Gen Z wameingia kwenye siasa, upinzani unaanza kujipanga na wafuasi wa serikali wanaanza kujibu, na kadri tunavyokaribia mwaka 2027 mjadala huu unaendelea kuwa mkali zaidi. Nikikosa kura ya Nyanza tulipata 2022, tulipata ya Western, tulipata ya Coast, tulipata kidogo. Sasa mimi nataka niwaambie, safari hii 2027 tukikosa ya Nyanza ni kwa sababu ya kuzembea kwetu. Tukikosa ya Western ni kwa sababu hatujajipanga. This time round, nataka mnisikize vizuri, hii 2027 ile kura tulipata wakati ile, tunataka times 2. Lakini sasa nataka kusikia maoni yako mtazamaji wangu. Unadhani uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2027 utakuwa huru na wa haki, au vita ya kisiasa ndio inaanza sasa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.